Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Uhali gani msikilizaji mpenzi, ukiwa muheri wa afya ni faraja kwangu na ndo tegemeo langu. Leo ni Jumatatu ya Mei tarehe 4 mwaka 2026. Miezi nasonga mbele kama merikebu, nasi twasonga mbele kama mashua. Karibu katika matangazo yetu. Haya ni makala ya The Big News kutoka Iambaleto TV, ikikutangazia kutoka Afrika Mashariki na Kati katika ukanda wa maziwa makuu. Tuko mubashara katika eneo la Uswahilini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na je, wajua tokuandalia nini leo? Mratibu wa jeshi la akiba la Kongo RAD Kivu Kusini ahutubia vikosi kwenye gwaride asubuhi ya leo. UDPS chama tawala chaitisha maandamano kote nchini kuunga mkono hatua ya Marekani kuwekea vikwazo rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange. Raia wenye hasira kali waichoma kambi moja la wapiganaji wa Wazalendo baada ya kugundua kaburi la pamoja la raia wasio na hatia waliouawa likipatikana kwenye defense ya Wazalendo hao. Wananchi wa sekta ya Bapere huko Lubero wakataa kupelekwa kwa vikosi vya kamanda Kabido wa Wazalendo mjini mwao. Nini tatizo? Kaa nami hadi tamati ya matangazo haya. Tutakuwa pia na habari za uchumi na biashara. Twende sote. Naitwa Machumbe Tongano Lami Kristale ndo langu jina. Ukiutaka unaweza kuniita mzee wa taarifa za ukweli au sauti ya wazee kwenye kizazi kipya. Ukiona mahoni, mchango, msahada au pendekezo, wasiliana nasi kunako namba zetu za ofisi, namba za WhatsApp alama ya kujumlisha 243-442721309 au alama ya kujumlisha 243-97434924. Barabara, mambo ni kemkem. Tuanzie huko Kivu Kusini mashariki mwa DRC katika mji wa Uvira. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha UDPS kuanzisha maandamano kote nchini kuunga mkono Marekani kwa vikwazo dhidi ya rais mstaafu wa DRC bwana Joseph Kabila. Huko mjini Uvira, vuguvugu la wananchi linaloitwa MCLA launga mkono na kuungana na UDPS. Ndiyo, mimi ni Alfonso Mufariji, ninakuwa mratibu kitaifa wa vuguvugu la kiraia MCLA RDC. Ndiyo, tumeenda kuunga mkono aiza kushindikiza maandamano ya amani ambayo ilikuwa inaendeshwa na chama cha kisiasa UDPS kutokana na lengo nzuri ambayo inakuwa nayo hiyo maandamano ya kwenda kusapoti sanction aiza wanasema nani hii wanaita azibio ambazo Amerika walienda kutoa kwa nafasi ya Kabila kwa kufunga makazi zake ambazo zinakuwa huko Amerika, na hiyo imeenda kuonekana ya kwamba anaunga mkono waasi wa M23, na ndio kwa maana sisi kama raia tunapaswa shindikiza mawazo yote ambayo inakuwa nzuri, na mawazo mabaya tunaangalia namna gani gisi ya kutoa mapendekezo. Na katika hii mawazo ya chama cha UDPS tuliona kama ni wazo nzuri ya kwenda kushindikiza wa Amerika kwa kazi ambazo wanaenda kuchukua, kwa hatua ambazo wanachukua juu kuleta amani Kongo. Na ndio kwa maana sisi tunaunga mkono kwa hiyo maandamano ambayo imepitikana hapo Kinshasa, kwa sababu ni maandamano ambayo inayolenga amani, kuleta amani nchini Kongo, kwa kuadhibu watu wote wanakuwa nyuma ya waasi wa M23. Asante. Tusalie mjini Uvira. Jenerali Alex Mwamba Dunia, mratibu wa jeshi la akiba RAD Kivu Kusini, amehutubia vikosi vya Wazalendo wakati wa gwaride la asubuhi ya leo Jumatatu pakilibula mjini Uvira. Goma.
Mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini eneo la M23 aomba wanahabari kujenga umoja kati yao kuliko malumbano, kwani utafiti wake umeonyesha kwamba kuna mgawanyiko kati ya timu la wanahabari DRC na kushindwa kupendana kati yao. Mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 Bahati Musanga Erasto ameomba wanahabari kujenga umoja kati yao kwa ajili ya kushinikiza demokrasia, maendeleo na amani. Leo ni siku ya waandishi wa habari. Pengine nao wangefanya mchango gani katika kushindikiza amani na usalama? Katikati ya waandishi wa habari nao hawapendani. Cha kwanza ni kuambia waandishi wa habari wapendani, waache baguano. Ndio ya kwanza. Musanga amesema kwa sasa vita vyake kubwa ni kuhakikisha watu wanajenga umoja kati yao na kuweka mbali ubaguzi wa ukabila. Ya pili, waandishi wa habari wanafikisha habari mbali zaidi na wanasikilizwa sana. Waandishi wa habari ni kuwaeleza wote, washongelee watu, wakuwa wanapana habari zote zenye wanapana, wakuwa wanapana ndani habari ya umoja. Asante. Musanga amesema hayo leo Jumapili Mei 3, 2026, ikiwa siku iliyowekwa kwa ajili ya wanahabari kutetea haki zao. Kimbulu. Watu waliopotea huko Kimbulu tangu Alhamisi waripotiwa kuuawa na mshikaji wao. Miili miwili ilipatikana ikiwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika kambi ya wapiganaji wa wazalendo wa kundi la FAR. Wakati uchunguzi ukiendelea, wahalifu hao walikuwa tayari wameshatorokea kusikojulikana. Mabaki yao yamepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha huko Lubero. Kutokana na hali hii, raia wenye hasira kali waliichoma kambi ya wazalendo hao. Huyu hapa mwenyekiti wa vijana wa Kimbulu. Hapa tunaonekana kudifense wazalendo fare walikidnape watu mbili, musika na mgarso. Wote ni wamulu. Na kupia kubaona, kupia kupandia kudifense, tunakuta relema basha baua. Na kubawa tumebaona biko tu mfasi mwa mfosi komini. Yo raia kukashirika, ndio naona difense na lungula, yote ni lungula. Hivi mna ujumbe gani ambao mnatumia wakuu viongozi wa wazalendo? Wakuu viongozi wa wazalendo tunawaomba vraiment bamalize hii jambo. Juu wazalendo kukua na uwa hivi population na populondoke vraiment. Hivi na gouvernement nao mnawatumia ujumbe gani? Gouvernement tunaomba iasime kazi yao, kuchunga raia na mali yao. Upande wao wapiganaji wa FAR, yaani wazalendo, waidia wakahazi kukamatwa kwa wazalendo waliohusika na mauaji ya raia na kuwazika. Mimi ni komanda chargé d'opération na renseignement ya mouvement FAR bar bar wazalendo. Tulipata maalerte mingi juu ya shida imepitikana Kimbulu, na ile shida tuko naifatilia ça fait déjà 3 jours, tuko naifatilia shie vote. Ile shida haiko ya mtu moya, ni shida yetu sie vote. Alors inaomba tusaidiane mu renseignement, tuweze kutia mkono kuule mtu mwenyewe alifanya ile manyanga ya kukamata wale watu na kuona ile mashida zimepitika kule. Mi mwenyewe nilipata ile alert, nikatoka ku premier ligne de front huko kwenye niko tena kwa sasa, nikaenda mpaka Kimbulu, nikazungumuza na societe civile na zingine force zote zenye ziko pale, yaani FARDC na polisi na wengine wote, juu ya kutafuta ule mtu. Inaomba ule mtu tuweze kumkamata de gré ou de force. Ni mtu haiko mambo yake ya kwanza, haiko majanga ya kwanza yenyewe anafanya, ni tabia yake, ni zoezi yake. Kurapele kidogo juu ya ule mtu mwenye wanaitaka Mawashi, alikuwa nafungwa Goma ku prison, me alikuwa toka mujela wakati M23 inaingia Goma, na alifungwaka juu ya shida moya. Tena alifanyaka vitu ya hivi vya sabile venye amefanya, si wenyewe tukamfungaka. PV zake ziko nini mpaka naza auditora mpaka ni mape yake porque aingie ku prison centrale ya Goma.
Epi huku alishafanya hii donge tunaweza sema kama ni troisieme manyanga yenye Mawashi anafanya. Alifanya vingine vya kufanana hivi kukotea Ituri. Ndio kwenye walimupitishiaka. Tunaweza atenda atulia kule hata kidogo. Alipigana ye mwenyewe na guvernema. Na saa hii watoto ya FARC zaidi ya 12 banafungiwa kuprizo Kangwai. Banafungwa. Zaidi ya silaha 25 ya chama ya FARC zinafungwa nazo kuprizo ya Kangwai. Juu ya ule mutu. Alors, ule mutu haiko mbali. Iko pale mumungini ya Kimbulu. Na benye biko wanamuchunga ni ile population ya Kimbulu. Njweko na muchunga. Biko wanafanya bunafiki. Banamuchunga tu pale. Antuka tuache unafiki. Ni message ku population ya Kimbulu. Baache bunafiki. Baache kuchunga ule mutu. Iko nalala pale mumanyumba za batu fulani tunajua. Kwa mwisho ujumbe ni moja. Population ya Kimbulu hatuna ubaya na nyie. Na hatuko mbali na nyie. Tuko tu hapa pembeni yenu. Na munajua FARC mzuri sana. Tulikuwa hatuya kuwa na shida na nyie. Bale watu fulani njo venye biko wanaacha tu ama wanapenda baharibishe image ya chama. Kwa mwisho na njo conclusion ni kutaka bambia kama FARC haiko chama ya leo. FARC ni chama imepigana sana na adui. Na adui leo hashindwa kutumikisha hata watu ngapi hivi mchama pour que baharibishe image ya chama na tushindwe. Donc tukue desequilibre pour que adui apate kuweza kufanya mavituruturu ya kwake. Ni kwa hiyo raia, societe civile, tuko tunazungumuza jeunesse ya Kimbulu, tuko nazungumuza na presida wenu, nani commandement yote ya FARDC tuko tunazungumuza. Ni kwa hiyo tu soyo calme, byote vimepitika, tunajua deja cible ni ule na vingine vyote vitaendeka, atakamatika. Mututilie tena confiance sawa vile watoto yenu mnatujua mzuri, hatuya kuwa na shida yoyote na nyie. Tunawashukuru. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto TV kwa ajili yako. Yambaleto. Twende uko Ituri. Jumapili ya Mei 3, usafiri umerejea kama kawaida yake kwenye barabara ya kitaifa namba 4, eneo kati ya Komanda na Luna, wilayani Jugu, mkoani Ituri, mashariki mwa DRC. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Yambaleto TV. Na sasa tujielekeze huko Sake. Hali ya usalama yazidi kuzorota kwa kasi katika mji wa Sake ulioko kwa umbali wa takriban kilomita 30 na mji mkuu wa Goma, katika halmashauri ya Kumuronza wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Wakahazi wamesema. Mwandishi wetu wa Minova Eraston Siviwa na ripoti kamili. Kulingana na vyanzo vya ndani vinaonyesha kwamba wavamizi walivamia nyumba yake karibu saa 3 asubuhi. Walimfuruta mita zaidi ya 50 kutoka nyumbani kwake kabla ya kumpiga risasi na kufariki papo hapo. Kulingana na habari hizo, majambazi wengine walivamia taasisi ya elimu ya huko Masisi ya pili. Usiku huo waliiba vitu vingi vya samani, vikiwemo vifaa vya kompyuta na nyaraka zingine kama vile kadi za ripoti za shule. Jumapili iliyopita, nyumba kadhaa za wakaazi zililengwa na wahalifu hawa katika mji wa Sake. Baadhi ya vijiji mbalimbali mkiwemo Kobe na Luhonga vilivyoko kilomita 5 kutoka mjini Sake, matukio ya utekaji nyara pia yanaendelea kuripotiwa. Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hizo, wakaazi watoa wito kwa mamlaka husika kuzidi
kuzidisha juhudi zao ili kuhakikisha usalama wao, kwani wanaishi katika ziki na kubaki na makovu makubwa ya vita vya mara kwa mara. Erastus Sivi wa Marcel, Sake, Lubero. Mashirika ya kiraia ya Bapere wilayani Lubero yapinga hatua ya kuorozesha watoto wenye umri mdogo kwenye makundi ya kizalendo. Kageni Samuel, mkuu kiongozi wa shirika la raia la Bapere, amesema kuwa idadi kubwa imeorozeshwa kwenye makundi ya wazalendo wapatikanao huko Bapere kuunga mkono jeshi la taifa katika msako dhidi ya magaidi wa ADF. Akishutumu swala hili linaloenda kinyume cha sheria ya DRC, Samuel ameomba serikali pamoja na viongozi wa makundi ya wazalendo kujikita katika swala hili, watoto wao warudishwe nyumbani na kupata elimu shuleni kuliko kutumia silaha. Watetezi wa haki za binadamu wakishutumu vitendo hivyo vinavyokwenda kinyume cha sheria ya DRC. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakitoa maoni yao kuhusu swala la vijana kukataa ujio wa wazalendo, kundi la wazalendo la FPP wanaoongozwa naye jemadari aliyejitangaza Kabido, kundi ambalo linatarajia kuweka kambi yake katika vijiji vya Wapere ikiwemo mji mdogo wa Mangurujepa. Kwake Rais Zebulon, muda huo siyo kuongeza makundi ya wazalendo katika sekta ya Bapere, ila kutumwa kwenye maeneo mengine ambako kunaripotiwa mapambano kati ya jeshi na M23. Eneo la Bapere lina makundi mengi ya kizalendo ambayo huunga mkono muungano wa jeshi la taifa FRDC na UPDF ya Uganda katika msako dhidi ya magaidi wa ADF, wengi kati ya wazalendo wakiwa watoto wadogo wenye umri mdogo ambao hubebeshwa silaha nzito nzito zisizolingana na umri wao, wengine wakitumiwa kwenye vizuizi barabarani. Serikali ya DRC ikihitajika kuwajibika katika swala hili, nafasi ya watoto ikiwa tu shuleni wala siyo katika makundi yanayomiliki silaha. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. Goma. Watu wawili waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya Jumamosi ya Mei 2 katika shambulio la kuvizia kwenye msafara wa magari ya uchukuzi wa umma kwenye barabara ya Goma Butembo katika eneo la hifadhi ya kitaifa la mbuga la wanyamapori la Virunga. Mwandishi wetu wa Butembo Mtukufu Mufazili na ripoti kamili. Tukio hilo lilitokea mahali panapojulikana kama Mayamoto karibu na Rwindi kwenye barabara ya Kiwanja Kanyabayonga katika eneo la Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika katika eneo hilo, msafara huo uliokuwa ukisafiri kutoka Goma kwenda Butembo ulivamiwa na majambazi wasiojulikana majira ya saa 4 alfajiri kwa saa za huko Jumamosi hiyo. Idadi ya waliouawa awali ni abiria wawili, dereva mmoja kujeruhiwa vibaya kwa risasi na abiria kadhaa kuporwa mali zao zikiwemo fedha, simu za mkononi na vitu vingine vya dhamani. Msururu wa mashambulizi unaendelea. Wakiwa wameshikiliwa mateka kwa saa kadhaa, abiria hao waliachiliwa baadaye waendelee na safari yao. Dereva aliyejeruhiwa alisafirishwa haraka hadi kituo cha matibabu huko Kanyabayonga kwa ajili ya kupata matibabu. Hili ni shambulio la hivi punde zaidi katika mfululizo wa mashambulizi kwenye barabara hii ya akimkakati ambayo inapaswa kuwa salama. Kwa muda wa miezi kadhaa, matukio ya ujambazi, utekaji nyara na mashambulizi ya kutumia silaha yamekuwa yakiongezeka kati ya Kiwanja na Kanyabayonga, hasa katika eneo la Bosendo, na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wasafiri. Hali hii ya wasiwasi hasa kwa wamiliki wa biashara na wasafiri wanaoendesha huduma za kibiashara kati ya Goma, Butembo na Beni. Kinshasa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Jumamosi ya Mei 3, Wizara ya Uchumi ya Kitaifa ilitangaza kuanza kutumika kwa amri ya kudhibiti biashara ndogondogo pamoja na kutiwa sahini kwa amri kati ya wizara inayofafanua shughuli maalum za rejareja zinazohitaji mitaji ambayo inaweza kufunguliwa kwa mashirika ya kigeni.
Na msikilizaji, ni kwa habari hizi za uchumi ndipo tunakwenda kuweka nanga katika taratibu ya matangazo yetu leo Jumatatu. Mwisho wa matangazo haya ni mwanzo wa matangazo mengine. Asante. Leo ulikuwa nami Machumbe Tungano Lami Kristal na mzee wa kazi Unjibata Ngalo Thompson akiwa kwenye ukusanyaji na uandalizi wa matangazo haya. Hadi wakati mwingine na kutakia kila la fanaka. Kwa heri. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaletu TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaletu DC kwa ajili yako. Yambaleto.